Ila usichokifahamu, mimi nimeumbwa nikiwa na sura mbili. Sura ya kwanza ndio hii unayoiona hapa mbele yako, iliyovaa uniform za shule yako, imejawa upendo, amani, tabasamu, upole na furaha. Lakini ukitaka kuijua sura yangu ya pili, fanya hii ya kwanza ipotee. Na kwa sababu umeshindwa kunipatia Kendi kwa hiari yako, leo nitamchukua kwa nguvu. Na leo utaijua sura yangu ya pili, Saa Kipombogo. Wewe ulikuwa unafanya nini kwenye vyoo vya wasichana? Hamna saa, hamna kitu. Ulikuwa unafanya nini kwenye vyoo vya wasichana? Kule saa sisikii vizuri. Usichokisikia ni nini? Hamna kitu, hamna kitu, hamna kitu saa. Wewe njoo hapa. Naam? Njoo. Heri. Aya, tokeni nende darasani. Nenda darasani. Sasa tuondoke. Tuondoke sasa. Kwanza kabisa, hatutakiwi kukata tamaa kuhusu kumsaidia Kendi. Kama tunavyojua, haya mambo kwanza hayana ushahidi wa moja kwa moja, lakini pili, tunaamini Kendi yupo na yupo kwenye mazingira haya ya shule. Lazima tumpate kwa namna yoyote ile. Lakini changamoto iliyopo, hivi vitu havina ushahidi wa moja kwa moja. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye utamshirikisha sasa hivi hapa na ataamini. Na hata vyombo vya dola pia haviamini kuhusu haya masuala. Kwa hiyo sisi pekee ndo tunajua na ndo tunaamini. Tunatakiwa sisi wenyewe ndio tupambanie hii swala mpaka mwisho. Tuhakikishe kuwa mwenzetu tunamsaidia na anapatikana. Watu ambao wamemshikilia Kendi na watu wenye akili timamu, wana akili kubwa na wana mahesabu ya hali ya juu. Kwa hiyo na sisi lazima tuwe na akili timamu, tutumie akili kubwa, tutumie nguvu na tutumie mahesabu ya hali ya juu. Umeelewa vizuri? Kwa situation ambayo nimeiona leo, kuna hati ndani ya hizi siku mbili hapa karibu, pengine tukampoteza Kendi, tusiweze kumpata tena. Kwa sababu Saa Kipombogo ameshajua kuwa mimi nina uwezo kupambana naye. Kwa hiyo atajipanga, muda wote atakuwa tayari kwa ajili ya hiyo vita. Wakati mwingine vitani, adui yako atakushinda pale tu yeye atakapokuwa wa kwanza kukuona na wa kwanza kukuwahi. Kwa maana huu ni mchezo wa kuwahiana. Sina jibu la moja kwa moja tunamsaidiaje. Lakini naamini nikitulia vizuri, tunaweza kupata njia nzuri. Tunaweza kumsaidia. Mimi naamini, tusikate tamaa. Hafidhi. Ipsam. Yes. Tangu lini Safina akawa na ukaribu na Hafidhi? Sijui.
Ile nahisi kutakuwa kuna kitu kinaendelea katikati yao. Tuachane na hayo lakini. Kama sitafute njia ya kusaidia Ken. Sawa. Revita, kwani una matatizo gani leo? Kuna ndoto nimemwadisia Sahili. Kaniambia kuwa ni ndoto mbaya sana kwangu. Hivyo naogopa sana. Lakini ndoto ni jambo la kawaida. Hapana. Kaniambia kuwa nitapata matatizo. Ni ndoto ambayo inaashiria kitu kibaya. Sawa. Ila nakuomba usiwe hivyo. Ngoja tukionana na Sahili, ujaribu kumuuliza kitu gani ufanye au njia gani ufanye ili hicho kitu kisije kikakufikia. Sahili, njia ipi hiyo nitumie ili kuepuka na haya matatizo? Kadari ni mpango ambao Mungu ameuandaa. Ili kubadilisha kadari yako ni kuomba tu dua. Dua inaweza kubadilisha chochote kile hapa ulimwenguni. Kwa maana Mungu amesema kila atakapoelekea kiumbe wake na yeye atamuelekeza huko huko. Kwa sababu Mungu baada ya kutuumba sisi akatujalia akili. Baada ya kujalia akili akatuwekea njia mbili za kuchagua na akatuacha huru tuweze kuchagua. Ima tushukuru au tukufuru. Kwa hiyo vile utakavyoomba wewe, Mungu ndivyo atakavyokupatia. Kama alivyoandika kuwa atakapoelekea kiumbe wake naye atamuelekeza huko. Ndio maana kuna baadhi ya viumbe vinafanya matendo mabaya sana hapo ulimwenguni, lakini vinazidi kufanikiwa kila siku. Sahili, Nipisheni kidogo nizungumze na Zanura. Zanura. Wewe sio Zanura. Labda usikanyage juu ya mgongo wa ardhi hii ambao mimi na ukanyaga, ndio utaweza kunidanganya. Tofauti na hapo haitawezekana, kwa sababu imeandikwa, ukitaka kuishi unavyotaka wewe, ufanya matendo unayoyahitaji wewe. Yaani uende chini ya ardhi hii au juu ya anga lile tunalolitazama. Huko ndo utakuwa huru kufanya chochote kinachokuhitaji. Haya, toka. Revita aliota akamwadisia Sahili. Alichosema Sahili ni ndoto mbaya sana na kutatokea na msiba, na ni mwanafunzi mmoja atakufa. Hebu sikilizeni kwanza. Naomba mnisikilize kwa makini. Jamani, naomba mnisikilize kwa makini. Sahili ni mchawi. Kweli kabisa. Sahili ni mchawi na anajifichia kwenye mgongo wa utabiri, akimaanisha kwamba vitu anavyozungumza ndio vitu vinavyotokea. Hebu jiongezeni kitu kimoja jamani. Nataka kuniambia sisi hapa wote tuliopo hapa, hakuna hata mmoja ambaye amejaliwa na Mwenyezi Mungu hiyo karama?
Nashangaa umejaliwa. Siku zote katika maisha yako huwezi kumuona mchawi wala kumtambua kama wewe mwenyewe sio mchawi. Sasa yeye amemjuaje mchawi? Mchawi na mwenyewe mchawi. Tuungane kwa pamoja kuhakikisha Sahil anafukuzwa hapa shuleni. Tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja na wewe. Hatuwezi kukubali kuendelea kusoma na mwanafunzi mchawi. Jamani, sio vizuri. Mnavyosema kwenda kumshtaki mwenzenu kwa mkuu wa shule ili afukuzwe shuleni. Sio vizuri. Alfonsina, wewe mwenzetu unatumia Biblia, ambayo hiyo pengine ndio inakufanya unaepuka haya yote yanayoendelea. Vipi kuhusu wanafunzi wenzetu wengine ambao wanapitia matatizo? Uliwahi kuwaza na kufikiria kuhusu wao? Hatuwezi kuendelea kuvumilia Sahil asome hapa ikiwa yeye ndo anawaua. Hatutakiwi kuhukumu. Anayetakiwa kuhukumu ni Mungu peke yake. Sisi hatumhukumu. Sisi tunaenda kushtaki. Afukuzwe. Afukuzwe kweli. Na hapa tutaungana kwa pamoja kuhakikisha Sahil anafukuzwa hapa shuleni. Tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja? Ndio. Na ninawaahidi I'm edible. Kila kitu kitakuwa sawa. Sahil, hivi jitihada zote ninazokuonesha bado tu huoni kama nakupenda? Mbona nimetumia kila njia, nimejaribu kadri ya nguvu zangu. Kila mtu ananilaumu mimi na kuniona mbaya, kwamba nachukua mpenzi ambaye sio wa kwangu. Huyu sio mimi, ni moyo. Nimepigwa yote kwa ajili ya kutetea upendo wangu kwako. Yote hayo uyaone. Sahil, wizard uliyekubuu ndani ya shule. Unashtuka nini Sahil? Wakati unajua kila kinachoendelea. Yaani wewe ndani ya hii shule, mwanafunzi akitaka kufa, wewe. Akitaka kupotea, wewe. Yaani kwa hizi drama zako Sahil, kuna siku utakuja kutuletea utabiri. Jamani, hapa shuleni, kesho shule yetu inaweza ikaungua. Jamani, kesho shule itawaka moto. Tena ni mchawi unayejificha kwenye kivuli cha utabiri. Head boy, mbona kama kuna jambo unajaribu kulazimisha hivi? Yaani ni kama vile kuna mlango unatamani kuufungua, alafu funguo yake umekosa. Sasa unajaribu kuvunja ukuta ili tu uingie ndani. Please, mimi sihitaji kuipigana hiyo vita. Sahil, vita ni vita. Na huwa na matokeo makuu mawili. Sasa wewe ndio utachagua. Kupigana ili kujitetea au kusalimu amri ili ufe. Good day, bro. Shemsa, unanitengenezea maadui wengi sana. Nafahamu fika kuwa Head boy anakupenda. Pengine ndio maana yote haya yanazaliwa. Please, nina vita kubwa sana kwenye maisha yangu. Nina vita kubwa sana kwenye maisha yangu. Nina vita kubwa sana. Nina majukumu mengi sana ya kutetea wanyonge. Please, sitamani kuingia kwenye vita nyingine isiyokuwa na maana. Sitamani kupigana vita ambayo haina ulazima. Naomba uwe mbali na mimi. Siwezi Sahil. Na sisi sote tunafahamu kweli kwamba haiwezekani. Leo nitoke hapa, niende nikawe na mtu ambaye simpendi, ili mradi tu nikuepushe na maadui. Hilo swala haliwezekani. Siwezi kutoa sadaka moyo wangu ili mradi tu ukose maadui. Ni uongo. Nitalipambania penzi langu kwa damu na jasho. Mpaka nawaza labda nyota yangu imefifia, ailaita njema Nimekuelewa. kuzikana mekimbia, reswa ina maana
maisha nipo kama mfiwa. Nilipozama kujali upendo nilompatia. Hodi hodi mganga, na wile nipige nyanga. Niloya bananga, mwenzenu amenirudia. Safina mwanangu, ambie mama. Usiona nimenyamaza kimya ile swala la Hafizi. Ukafikiri eti mimi nimesahau. Nalikumbuka vizuri. Yaani leo nataka unipe majibu yaliyonyooka. Huyu Hafizi ni nani? Mama, bado unao tu hilo. Swala la kuharibikiwa mwanangu, kitu ambacho hakiwezekani. Mimi nataka nimlee mwanangu katika maadili. Siwezi kulifumbia macho hata siku moja. Sasa leo nataka unipe majibu yaliyonyooka. Sawa. Ila Hafizi ni mwanafunzi mwenzangu. Tena hilo swali usiniambie kabisa, Hafizi ni mwanafunzi mwenzangu. Haya unaoyafanya wewe, mimi hakuna geni hata hii. Yote nimeshayapitia. Makenzi, karibu ndugu wangu. Asante Masafina, kwema? Kwema sinyie huko. Shikamoo. Marhaba mwanangu, kwema? Kwema. Sawa, rudi kuna rudi. Nakwambia. Mwanangu paka leo Kende hajaonekana. Nimezurura huko dada, nikaamua nije kwako. Hada unaweza kawa na dondozo zote kuhusu Kende? Hapana. Ila nikwambie kitu ndugu yangu. Ile shule ina matukio ya ajabu. Ina matukio ya ajabu kiasi kwamba nilitaka kuhamisha hawa shule. Yaani kila kukicha matukio. Sasa wewe kubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu tu akusaidie ili mwanao arudi. Sasa ngoja mimi niwaache. Haya ndugu wangu, pole. Saka Kombogo. Naona unahangaika sana kuupata unyayo wangu. Unaweza kuchukua. Na mimi nachukua wa kwako.
Sahil. Unaitwa na Ihsan. Yupo wapi sasa hivi? Uko darasani. Sahil. Wewe sio Zanura. Naona unapambana sana. Unabadilisha mbinu kila siku ili uweze kufanikiwa. Ni kweli tu kwamba hautaweza kushinda. Aya, ondoka hapo. Unaitwa na Ihsan. Zanura. Wewe twende. Tumbo linauma mwanangu. Nakuuliza, tumbo linakuuma? Sahil. Sahil? Mama. Nampenda sana Sahil. Nampenda kuliko kipepeo anavyolipenda ua, au kuliko nyuki anavyopenda mua. Sahil katawala hisia zangu. Sahil ni mwanaume wa ndoto zangu. Mimi bila yeye siwezi. Mpumbavu mkubwa. Jinga moja. Mama, naomba uniruhusu niende kwa Sahil. Huyo Sahil ni nani? Sinakuuliza wewe. Wewe unasema Sahil umjui wakati umetoka kujimaliza sasa hivi hapa. Sema muongelea sasa hivi ukawa unamsifia mambo yote hapa, sijui asali, nyuki, sijui kafanyaje kwenye mua. Sio wewe unaongea sasa hivi hapa. Leo unasema Sahil umjui. Hivyo sema upesi. Haya sema. Sahil ni mwanafunzi mwenzangu, tunasoma naye shule moja. Aha. Ni mwanafunzi mwenzio unasoma naye shule moja. Ina maana pesa zangu zote mimi napoteza kwa ajili yako usome, leo hii unaenda kufuata mapenzi shule, si ndio maana yake? Wewe hutaki kabisa masomo, wewe shida yako ni mapenzi na huyo Sahili wako. Leo na wewe. Kama kuna kitu ninaenjoy sana kwenye maisha yangu ni kuona Ihsan na Safina mnapendana sana. Unajua sio kitu rahisi hasa kwa nafasi zenu. Na ukiona sehemu kuna upendo na unashamili, basi jua hiyo sehemu kuna uwepo wa Mungu. Yaani kuna amani na kuna maisha mazuri sana. Unanielewa vizuri? Naomba niwaimbie wimbo mmoja kama zawadi. Ihsan, for you. Uendako polini utakuta wazuri, chuma wazuri kisha lete nyumbani. Uendako polini utakuta wazuri, chuma wazuri kisha lete nyumbani.
Kwani saa ngapi? Maana saa 7. Saa 7 hii. Twendeni. Ipi? Yes. Kile. Unamlilia nani? Unamlilia nani? Kuna shida? Nisikilize. Kendi ipo kwenye hatari kubwa sana. Inawezekana alasiri ya leo asiione. What? Ipsa. Tusende huko. Twende huko. Twende huko karibu kumsaidia. Leo nakupa taarifa ya kwamba leo ni siku ya kumtoa kafara. Leo ni siku ya Ijumaa na saa hizi ni saa 7 mchana. Hivyo kafara lake litakuwa na nguvu. Lazima tumwage damu ya Kendi ili tuweze kupata nguvu zaidi. Nimeamua kumtoa kafara kwa sababu leo Ijumaa saa hizi saa 7 ni siku muhimu sana. Hiyo kafara naifanya sasa hivi. Kelele. Hebu kelele. Kama riziki anayegawa ni Mungu, basi nitapata chako chako.